Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo ni kumkaribisha Kristo katika wengine. Dominika hii ya 13 kanisa linatuhimiza kukaribia Kristo kwa wengine. Hii ni kwa njia ya mitume wa Mungu miongoni mwetu. Yeye pia kututia moyo tuwe nyeti kwa mahitaji ya kila mmoja ili kuleta mabadiliko chanya katika maisha yao. Katika somo la kwanza ya Dominika hii, ukarimu wa wanandoa wa Shunemu kuelekea Elisha kuliwaletea baraka na furaha ya maisha yao. Kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa somo huu. Walikuwa nyeti kwa shida na hitaji la haraka la mtu wa Mungu. Hawakujua kwamba huo ulikuwa mwanzo wa baraka yao. Kwa hivyo, kupitia kitendo hiki cha ukarimu na unyeti, mambo yaligeuka kuwa mazuri. Tamaa yao ya umri ilitimizwa. Kwa upande mwingine, Elisha alikuwa na wasiwasi sawa na nyeti kwa mahitaji ya wanandoa hawa wa Shunemu. Kwa hivyo, badala ya kuwalemea kwa maombi zaidi au kutumia ukarimu wao, aliwaombea na kuwabariki kupitia huduma yake ya kinabii. Kwa hivyo, uwepo wake alikuwa baraka kwa nyumba hii badala ya mzigo. Inatosha kutambua kwamba jina la Elisha linamaanisha Mungu anaokoa. Kwa kweli, hii ndiyo hatua yake imethibitisha. Tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la pili, Paulo anasimulia jinsi Kristo alivyotupa uhai mpya kupitia ubatizo. Alikuja na kujitoa kama fidia, si kwa ajili yake mwenyewe bali kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa kumkubali kupitia ubatizo wetu, tumekuwa pamoja naye katika kifo na uzima. Pia kwa kukaribisha Kristo, tumepokea sehemu katika maisha yake matukufu na sio watumwa tena wa dhambi na kifo. Kristo huyu huishi katika wengine. Kwa hivyo, lazima tumkaribishe kwa wengine pamoja na ndugu zetu wadogo. Katika Injili ya leo, Kristo alizungumza waziwazi juu ya uhitaji wa kuwakaribisha wengine kwa ajili yake. Hii ni hasa wale wanaobeba habari njema ya wokovu. Tunaweza kuvutia baraka za Mungu kwa nyumba yetu na familia kupitia ukarimu, kama familia ya Shunemu katika somo letu la kwanza. Kupitia haya, maisha na bahati zetu zinaweza kubadilishwa pia.
Kwa bahati mbaya, siku hizi tunachukua mambo mengi kwa urahisi. Baadhi yetu hatujali wengine na mahitaji yao. Hilo latia ndani kutujali kuwapo kwa wajumbe wa kweli wa Mungu miongoni mwetu. Hii ni kwa sababu watu wengi wanaojitangaza na waongo wa Mungu hufurika jamii yetu na ujumbe wa uongo. Hiyo ni kwa kiwango ambacho mtu angeweza kutofautisha kati ya uhubiri wa kweli na wa uongo. Inaweza pia kuwa kwamba tumezoeana sana na kwa kweli kwa wanadamu wa Mungu, kwamba wamekuwa wa kawaida kwetu. Hata hivyo, jambo la maana zaidi na lenye kuhuzunisha zaidi ni kwamba watu fulani wanaoitwa wanadamu wa Mungu na vile vile watu fulani wa Mungu wamepoteza maana ya mambo matakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kushukuru ni muhimu kwenye maisha yetu, wanadamu na pia Mungu. Namna gani tunaweza kuanza kushukuru Mungu? Ni kwa kusali. Kuanza kusali tunaanza na ishara msalaba, si ndio? Hapa tulisema siku moja ishara msalaba ni sala mwenyewe. Wakati mwingine tumechoka, ishara msalaba inatosha. Kama ni kweli inatosha. Mpaka sasa wengi wetu hatujui ishara msalaba ni sala kabisa kubwa. Kuna watu wanasema Mungu hawezi kuelewa wakati tunapiga ishara msalaba. Sasa nitakupa mfano. Ukiambia mtu hivyo, unamaanisha nini? Atakuja, si ndio? Ukiambia mtu unapiga uone, si ndio? Huyu mtu anajua wao hajui. Anajua. Sasa kwa nini ishara msalaba hawezi kuwa sala kubwa kwa maisha yetu? Wakati mwingine ukienda fulani kunywa supu, piga bia, akileta fanya msalaba, ni sawa. Inatosha. Wakati tunapicha kufanya msalaba, tunafanya hivi kama tunataka kumini unaishi. Sio mzuri, ni sala. Pia tunaanza kushukuru Mungu kwa msala, ishara msalaba ni muhimu katika maisha yetu. Wengine pia kushukuru wengine. Wakati mtu au watu wanapewa kitu, ni muhimu kusema asante. Sio haki yetu, sio right yetu. Huyu mtu anatupa kwa ukarimu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwishowe ni muhimu kujiuliza maswali haya muhimu. Bado tunatamani uwepo wa wengine? Je, sisi ni nyeti kwa mahitaji yao? Uwepo wetu ni baraka kwa watu tunaokutana nao au wale wanaokutana nasi? Je, ni tofauti
yoyote au ni mzigo ulioongezwa kwa maisha yao? Inaleta faida gani kwa maisha ya wengine? Basi tujitahidi kuwa wakarimu kwa ndugu zetu wahitaji, na tuyafanye matendo ya huruma kwa moyo upendo kwa ajili ya uzima wa milele.